Shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA limependekeza mpango wa kuuza hisa za kombe la dunia na matukio mengine ya soka kwa wawekezaji binafsi. Hatua iliyozua upinzani mkali kutoka shirikisho la soka Ulaya UEFA, ambalo linasema mpango huo unahatarisha misingi ya uongozi wa mchezo huo. Kwa mujibu wa mpango uliotangazwa na FIFA Jumanne, taasisi mpya yenye thamani ya dola ya Marekani bilioni 20 itaanzishwa kwa ajili ya kusimamia kombe la dunia pamoja na mashindano mengine makubwa. FIFA itabaki na umiliki wa hisa nyingi katika kampuni hiyo mpya itwayo FIFA Forward Enterprise, huku ikitarajia kuuza hadi 20% ya hisa zake kwa wawekezaji wa nje ili kukusanya dola za Marekani bilioni 4.2. Mpango huo bado unahitaji kupigiwa kura na mataifa 211 ya wanachama wa FIFA. Endapo utapitishwa, kundi la wawekezaji linatarajiwa kuongozwa na kampuni iliyoanzishwa na Joshua Kushner, kaka wa mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump, Jared Kushner, kwa mujibu wa FIFA. FIFA imesema fedha zitakazopatikana kupitia uwekezaji huo zitatumika kupanua fursa za mchezo wa soka duniani na kuimarisha ushiriki wa mataifa mengi zaidi, huku fedha zote zikirejeshwa katika maendeleo ya mchezo huo. Rais wa FIFA Gianni Infantino amesema umaarufu wa soka umeongeza thamani kubwa ya kibiashara ya mchezo huo, lakini jukumu la FIFA ni kuhakikisha ukuaji huo unachochea maendeleo endelevu ya soka katika kila kona ya dunia. Aidha, FIFA imefafanua kuwa licha ya kuanzisha kampuni hiyo mpya, itaendelea kuwa na mamlaka kamili ya kusimamia uongozi wa soka duniani, mashindano, kalenda ya mechi pamoja na maamuzi yote ya kiudhibiti na kiushindani. Tangazo hilo limekuja muda mfupi baada ya FIFA kuandaa kombe la dunia la kwanza lenye timu 48 nchini Marekani, Canada na Mexico, ambapo limekuwa kubwa zaidi katika historia ya mashindano hayo. Hata hivyo, UEFA imesema inapokea pendekezo hilo kwa uzito mkubwa, ikieleza kuwa limevuka mipaka ambayo taasisi za uongozi wa soka hazipaswi kuvuka. Shirikisho hilo limezitaka nchi wanachama, ligi, klabu na wachezaji, mashabiki na wadau wengine wa mchezo huo kutafakari kwa makini athari za mpango huo, likisisitiza kuwa uongozi wa roho ya soka si mali ya kuuzwa, hasa bila uwazi kuhusu nani atakayenufaika kifedha. Waziri Mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham pia amejiunga na wakosoaji kupitia mtandao wa X, akisema kombe la dunia si bidhaa ya biashara, bali ni mashindano makubwa zaidi katika dunia ya michezo. Amesema kuuza sehemu ya mashindano hayo ni sawa na kuuza urithi wa soka, akisisitiza kuwa mchezo huo haukuwa mali ya mtu yeyote kiasi cha kuuzwa. Arifa Saidi, Global TV. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.